ya kutuvusha katika lile unalopitia. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini imani hiyo ukisikia neno baya inakujengea kitu kinachoitwa hofu. Neno la Mungu kazi yake ni kutujengea ujasiri. Neno la Mungu kazi yake ni kutujengea ushindi. Neno la Mungu kazi yake ni kutujengea hata kama huoni mlango. Neno linasema hakuna kuwepo mabaya katikati yako, wala tauni haitaikaribia nyumba yako. Haijalishi umesikia tauni kwa jirani, haijalishi umesikia tauni kwa mche mbali, haijalishi nchi nyingine majirani zako wamekufa wote, lakini imani nasema katika mabaya hayo utapita juu yake, hayatakupata wala tauni haitaikaribia nyumba yako. Kwa hiyo tunapozungumzia imani, imani ni kuwa na hakika. Imani ni kuwa na hakika. Haujauona mlango, unaamini ya kwamba mlango upo. Haijalishi sioni uponyaji, haijalishi sijaona kwa macho ya nyama, ninachoamini, imani yangu inaniambia Daudi haitanikaribia. Imani yangu inaniambia kwamba hata katika hili ninalopita nitavuka. Ninayo habari njema, taifa letu litavuka katika haya. Ninayo habari njema, wewe na familia yako unavuka katika habari hiyo. Haleluya! Kwa imani yetu, imani ili iwe imani lazima ifanye mambo yasiyowezekana yawezekana. Imani sio yale yanayowezekana, yasiyowezekana yawezekana. Maana ya imani ni pale ambapo umefika mwisho, hauna taraji tena, dawa haiwezekani, madaktari wameshindwa, walimu wameshindwa, maprofesa wameshindwa. Imani nakwambia bado kuna mlango wa kukuponya, bado kuna mlango wa kukutoa, bado kuna mlango ambao huu mlango hakuna mwanadamu awezaye kutembea juu ya huo mlango, na mlango huo ni Kristo peke yake. Tunapozungumza imani haiangalii elimu ulionayo. Imani haiji kwa sababu umesoma sana. Imani haiji kwa sababu una fedha nyingi sana. Imani haiji kwa sababu una kazi nzuri sana. Imani inakuja kwa mtu yule anayeamini kibubububu. Iwe watu wanasema kwamba ulimwengu unaisha, wewe unasema na ningoja neno la Bwana ndilo litakalo nigongea muhuri ya kwamba hili linalozungumzwa ni kweli. Hatuhitaji kuona maombi, tunataka sasa tuione imani. Wakati wengine wanasema tutakufa kwa korona, imani yako nasema tutaishi kwa jina la Bwana. Wakati wengine wanasema korona itatumaliza, tunasema hapana, tutasurvive kwa jina la Bwana wa majeshi. Hilo
Mwambie ondoa hofu. Mtikise na mwambie ondoa hofu. Mwambie sio sabuni itakushindia. Mwambie sio sanitizer itakushindia. Mwambie sio barakoa itakushindia, bali ni neno la Bwana. Mimi mpaka msimamo wangu ni huu mpaka tarehe 30. Haijalishi wapo, haijalishi haipo, itakuwa haipo. Hujaelewa? Na kama hivyo tunasikia Mungu kwa historia. Mungu tuliye naye ni mkuu kuliko korona. Mungu tuliye naye ni mkuu kuliko kansa. Mungu tuliye naye ni mkuu kuliko HIV. Mungu akisema ndio, hakuna wezaye kusema hapana. Hakuna. Ninalo neno la Jumapili iliyopita. Mungu alisema msiogope. Msiogope, nitakuwa na wewe hata ukamilifu wa dahari. Haijalishi kuna shimo, atakuwa na mimi. Haijalishi kuna maji, atakuwa na mimi. Haijalishi wamenitega nianguke, atakuwa na mimi. Waweke miiba, atakuwa na mimi. Akisema hakuna wezaye kuliondoa. Naliamini hilo neno na ni langu binafsi. Hata kama hujalielewa hilo neno, acha nibaki nalo. Utaona nikishinda na zaidi ya kushinda, kwa maana kuna kitu ambacho usipobadilika hautaiona hiyo imani. Biblia inasema Yesu alipokuwa amekaa alafu anaondoka, akawauliza wanafunzi wake, mtakaporudi nitaiona imani? Aliiweka wapi? Ushawahi kujiuliza? Namuuliza Gilbert, mtakaporudi mtaikuta hela yangu? Maana yake kuna kitu niweka hapa. Lakini anasema atakaporudi, anauliza wanafunzi wake, ataiona imani? Kipindi hiki tulicho nacho, imani iko wapi? Saa hizi kuna kujifukiza, saa hizi kuna kushitua mauti, saa hizi kuna kubeba ubaki, saa hizi kubeba chochote kinachotoa moshi. Imani iko wapi? Akawaambia wanafunzi wake, imani yenu iko wapi? Na kila mtu alisema saa hizi kule kwetu kulikuwa na mti fulani, ukichoma ulikuwa unatoa moshi, watu walikuwa wanapona. Hata hakuna kabila ambalo saa hizi halijarudi Misri. Na Biblia inasema wale Waisraeli walipofika katikati ya bahari ya Shamu, ndipo walipokumbuka vitunguu saumu vya Misri. Walipovikumbuka wakaangamia jangwani. Mpendwa, nikwambie, tuko jangwani kipindi hiki. Aliye na imani aisikilie imani, hata kama watu wanakuyumbisha, itazame imani yako, kwa maana wanaozungumza ni wengi kuliko ambao wanaongea. Kuna kuzungumza, kuna kuongea. Wanaozungumza wengi hawaongei, maana hakuongea, unaongea unachokijua. Kuzungumza unachukua habari nyingine. Tazama jirani yako, umesikia ngapi leo? Mtazame jirani yako, umesikia habari ngapi leo? Mwambie kwa nini zinakuyumbisha. Mwambie, je, Mungu alikuokoa kwa hasara? Mtazame jirani yako, mwambie Mungu alikuokoa kwa hasara. Mtikise, mwambie Mungu alikuokoa kwa hasara. Mtazame tena usoni, mwambie wewe na kuuliza, Mungu alikuokoa kwa hasara au kwa faida? Mwambie mbona una faida kwa Mungu? Ukisikia upepo unaelekea kushoto na wewe umo, haijalishi watu wanazungumza nini, haijalishi ulimwengu unazungumza nini, haijalishi nchi za Ulaya zinazungumza nini. Ninachotazama na iangalia mbingu itazungumza nini. Hatuhitaji kusikiliza wa Ulaya. Wewe unasikiliza Ulaya, na kila mmoja kumkuta anataka akawahi kuangalia BBC na CNN na Al Jazeera. Zote hizo zinacheza. Kuna dishi liko hapa. Nasema kuna dishi liko hapa, ambao watakaolitumainia kuna majibu juu ya taifa lao, watakaolitumainia kuna majibu juu ya maisha yao, watakaoliangalia kuna kitu kinatokea. Sasa utalionaje hili dishi na ushazoea kuombewa? Kwa sababu maji sio imani, mafuta sio imani.
Maji sio imani, mafuta sio imani, chumvi sio imani, kubeba udongo kukwambua sio imani. Imani ni kuwa na hakika. Ukishatembea na maji na mafuta, hiyo sio imani, huo ni uganga wa kienyeji, ni ushirikina kama ushirikina mwingine. Imani inakaa hapa. Ndio maana alimuuliza Kristo, Yesu akauliza wanafunzi wake, nitakaporudi nitaiona imani? Tazama jirani yako, mwambie wewe uko kwa imani au chama? Juzi nilikuwa pale nyumbani, ile nafungua mlango, Agapo kaniambia, "Naomba nini?" Kaambia kunawa. Mimi nawa natii sharia, lakini pia Ulaya wananawa, Ulaya wanaoga, Ulaya wanajipiga mpaka dawa, lakini wanapokutika yale maji tusiweke imani, tuoge na kunawa, imani tuweke kwa chakula. Unajua walokole tulikuwa kama nini? Watoto ambao hawajavaa neno. Yaani unaenda unabandikwa mkono, unaambiwa matatizo ya kuisha. Ukirudi nyumbani unauliza unaandiko gani? Una. Kesho unaenda unabandikwa mgongo. Kesho unaenda unabandikwa kifua. Kesho unaenda unabandikwa kichwa. Kesho kuta unaogesha na maji ndoo. Matatizo hayaishi. Imani ndio itakayojenga msingi wa kutoa mahali ambapo ulikuwa umekamatwa na kwenda sehemu sahihi. Amina. Enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwafundisha na kuwabatiza. Hakusema enendeni ulimwenguni mkawahubirie watu habari ya kujenga nyumba, habari ya kununua magari, habari ya kwenda kuwa na mashamba. Biblia inasema hayo ni mazidisho. Kwa sababu wapagani hawajawahi kuombea wakapata magari. Wapagani hawajawahi kuombea wakapata majumba. Nyumba wanazo. Ushawahi kumwona yule mhubiri anakuambia unataka nikuombee upate nyumba? Tuliacha njia, tuliacha kusudi la Mungu, tuliacha wito wa Mungu. Lakini ashukuriwe Mungu, wako wachache kwenye taifa letu bado wanasimama na imani, na hao kupitia hao taifa letu litapona. Tanzania itapona. Atakayesimama mpaka mwisho, atakayevumilia mpaka mwisho, atavikwa taji. Sasa kupata hiyo taji, mpaka unatembea kwenye imani. Unaambiwa kuna mvuke, unasema huo si uelewi. Unaambiwa kuna hiki sikielewi, hiki msikielewi. Unauliza unaona nini? Naona neno la Bwana la kuiponya Tanzania. Anauliza unaona nini? Naona neno la Bwana la kuiponya Tanzania. Naona neno la Bwana